Wapendwa, hao ndio viongozi wetu. Sasa kwa sababu wewe utapata nafasi ya kusema, naomba wapungie tu washiriki na tumpungie. Basi hapo ndipo mwisho wa utambulisho niliopewa kufanya, na nafikiri nimejitahidi kufanya vizuri. Jamani, jina la Bwana litukuzwe sana. Nichukue nafasi hii kuwaaga, kwa maana baada ya kukaa hapa na baada ya mwenyekiti kuanza kuzungumza, mimi sasa siruhusiwi kusema chochote mpaka kwa ridhaa ya mwenyekiti. Anaweza akasema kaa chini, naweza nikisubiri sabato iishe niondoke kurudi kwenye jimbo langu na katibu wangu na shigera wangu. Bye. Tuone mafanikio makubwa ya field. Jamani, jina la Bwana litukuzwe sana. Kwaya iliyoteuliwa, wanakamati saa 8 tunakutana, nafikiri utatuelekeza. wa Hope Media WTC, hivi ndivyo ninazidi kujuza yale yote yanayojiri kili kutokea mahali hapa, na hivyo nikusiweze kujumuika pamoja nasi kupitia Hope Media WTC mahala popote ulipo. Jambo la msingi, usisahau kushare mibaraka hii na ndugu na jamaa na rafiki, ili sote kwa pamoja tukaweze kubarikiwa na mibaraka hii inayokujia kutokea mahali hapa. Jukwani hapo tayari kwaya ya kanisa la Waadventista Sabato Bukoba wapo tayari kukubariki kwa wimbo mmoja, na kisha baada ya hapo mnenaji wetu mchana leo atasimama kunena nasi. Na hivyo usisahau kuwa pamoja nasi, usisahau kulike, kucomment, kusubscribe ili uweze kuwa miongoni mwa wafuatiliaji wa vipindi vyetu mara tu tunapokuwa tukirejea hewani. Langu jina ni Shtunguru, ninahakikisha kwamba ninakujulisha yale yote yanayojiri kutokea mahali hapa kwa niaba ya timu nzima inawezesha matangazo haya kufikia mahala popote ulipo. Barikiwa na wimbo huo na kisha na mnenaji wetu mchana huu wa leo. Na tumengoja kwa saburi hitaji letu wana Kagera na Chato kupata huduma za jimbo karibu nasi. Tumesubiri kwa muda mrefu na tumengoja kwa saburi hitaji letu wana Kagera na Chato kupata huduma za jimbo karibu nasi. Wageni wetu karibuni, hii ndiyo Kagera. Mioyo yetu ina shauku kubwa kuwa pamoja nanyi. Kiu yetu wana Kagera Chato ni kuona injili ikisonga mbele. Hamu yetu na shauku yetu kubwa tupangwe kuwa jimbo. Kiu yetu wana Kagera Chato ni kuona injili ikisonga mbele. Hamu yetu na shauku yetu kubwa tupangwe kuwa jimbo. Wageni wetu karibuni, hii ndiyo Kagera. Mioyo yetu ina shauku
kubwa kuwa pamoja nanyi. Kiu yetu wana Kagera Chato ni kuona injili ikisonga mbele. Hamu yetu na shauku yetu kubwa tupangwe kuwa jimbo. Kiu yetu wana Kagera Chato ni kuona injili ikisonga mbele. Hamu yetu na shauku yetu kubwa tupangwe kuwa jimbo. Atukuze Mungu kwa ajili ya wana Kagera Chato. Sifa kwa Mungu wetu kutupatia Askofu Koko. Kazi imefanyika, injili yahubiriwa, makanisa yameongezeka. Kagera Chato sio ile ya zamani, sasa ni mpya. Umoja ndio nguzo yetu, Kagera Chato tunapaa. Hakika tupo tayari, tupangwe kuwa jimbo. Umoja ndio nguzo yetu, Kagera Chato tunapaa. Hakika tupo tayari, tupangwe kuwa jimbo. Atukuze Mungu kwa ajili ya wana Kagera Chato. Sifa kwa Mungu wetu kutupatia Askofu Koko. Kazi imefanyika, injili yahubiriwa, makanisa yameongezeka. Kagera Chato sio ile ya zamani, sasa ni mpya. Umoja ndio nguzo yetu, Kagera Chato tunapaa. Hakika tupo tayari, tupangwe kuwa jimbo. Umoja ndio nguzo yetu, Kagera Chato tunapaa. Hakika tupo tayari, tupangwe kuwa jimbo. Nguvu tunazo, nia pia tunayo, uwezo wa kufanya kazi ya Mungu pia tunao. Tanzania, Kagera, Riverfield tunaihitaji. Tutumika kwa nguvu zote, hatuchoki, tusonga mbele. Tanzania, Kagera, Riverfield inawezekana. Nguvu tunazo, nia pia tunayo, uwezo wa kufanya kazi ya Mungu pia tunao. Tanzania, Kagera, Riverfield tunaihitaji. Tutumika kwa nguvu zote, hatuchoki, tusonga mbele. Tanzania, Kagera, Riverfield inawezekana. Nguvu tunazo, nia pia tunayo, uwezo wa kufanya kazi ya Mungu pia tunao. Tanzania, Kagera, Riverfield tunaihitaji. Tutumika kwa nguvu zote, hatuchoki, tusonga mbele. Tanzania, Kagera, Riverfield inawezekana.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Sasa ni saa 7 kasoro dakika 4. Mtani ruhusu niweze kutumia dakika chache ili nisiharibu mipango ya mchana. Ninatamani kuhubiri na swala la hubiri limeagizwa kutoka kikao kikuu cha juzi kwamba lazima nisimame kuhubiri. Na mtanisamehe, ninajali sana muda. Wanaonifahamu watalithibitisha hilo. Kwa hiyo huwa sitaki kuwapotezea watu muda. Lakini basi utaniruhusu kwa machache haya nitakayoyaongea, ninaamini yatakuwa ya msingi sana kwako. Wangapi tumeshawahi kuonana? Asante sana. Walau inanitia moyo kwamba mimi sio mgeni hapa. Nilikuja kwenye makambi ya mtaa, sijui ndio ilikuwa Mafumbo na Bukoba wakati huo, lakini tulifanyia Mafumbo. Na Bukoba nao walikuwepo. Ndio walikuwepo. Nishukuru kamati uwezeshi ya maandalizi pokea field mpya ambayo sasa inaitwa kama ifuatavyo. Hili ni jimbo dogo la kaskazini magharibi mwa Tanzania. Kwa Kiingereza tunaliita North West Tanzania Field. Hilo ndilo jina lake rasmi. Niwashukuru waimbaji kwa wimbo, na wimbo huo mchungaji umenipatia kionjo fulani ya kwamba kweli mlikuwa mnaihitaji na sasa imefika. Basi boresheni wimbo huo uende na jina la field jinsi inavyoitwa, na Bwana atawabariki. Lakini nishukuru sana kwa namna ya pekee Pastor Shigera pamoja na Pastor Mawagwa kwa kazi nzuri mlioifanya. Pastor Shigera tumekuwa naye, nimekuwa kwenye idara ya shule ya Sabato na huduma na vitengo vinavyoambatana na hiyo idara kwa takriban miaka 10 pamoja na Shigera. Wote wengine walikuja wakaondokea njiani wakabadilishiwa majukumu, lakini sasa nimemwacha Shigera amalizie miezi 4 iliyosalia ili tutimize kamili miaka 10. Mungu akubariki, kazi yako njema. Maofisa kwa ujumla wenu naomba niwashukuru. Kwa sababu ya muda sitaweza kutaja mmoja mmoja, lakini kwa namna ya pekee kwa niaba ya maofisa wote, Pastor Nkoko, Mungu akubariki sana. Pastor Nkoko tumesoma naye darasa moja. Pastor, si kweli? Pastor Aza tumesoma naye darasa moja. Tena tumesoma naye chuo kikuu cha Arusha na tukasoma naye huko ng'ambo, shule moja. Kwa hiyo tunafahamiana vizuri sana na Pastor Aza.
Pastor Abdalla, wewe kwa niaba ya timu hii simama. Bwana akubariki sana sana kwa kuja. Ninajua unawakilisha wastaafu pia, lakini unawakilisha timu hii. Mungu akubariki sana. Asante sana. Viongozi wa unioni akiwepo Pastor Mark Waro Marekana anawasalimieni. Wanawasalimieni wote. Lakini familia yangu wanawasalimieni. Viongozi wenzangu njooni hapa. Sisi ambao tumetwishwa majukumu mapya. Garani, unataka ukae mkono gani? Wa kushoto au wa kulia? Haya. Katibu njoo. Kwa maumbo yetu mnavyotuona, tunaweza tukawa wanyonge sana. Lakini niwatie moyo kwamba si kwa uwezo wala kwa nini, kwa nguvu, bali kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tukishirikiana nanyi tutaifanya kazi kubwa. Na kazi kubwa tuliyoitiwa katika field hii. Field hii ukiangalia kwa uzuri ni eneo jipya la kazi. Maeneo penya ni mengi. Nilikuwa nawadokezea viongozi hapa ya kwamba hivi katika wakurugenzi wote pale union, kwa nini Mahende ameletwa hapa? Kwa nini Garani ameletwa hapa? Kwa nini Kamanzi ameletwa hapa? Nikagundua jambo moja. Union yetu imeongoza kwa uinjilisti katika division ya field hii. Tarehe 11 mwezi huu ni Jumapili ijayo. Tutakuwa na wageni wengi kama pastor alivyowataja. Watahitaji kulala, watahitaji kula, watahitaji kuona ukarimu wetu, ili waondoke na picha sahihi ya hii NWTF ni nini. Kwa hiyo mengine tutayaongea mchana. Asanteni viongozi wenzangu, tuketi. Na nimshukuru sana Pastor Mtula kwa namna ya pekee. Pastor Simama, umefanya kazi kubwa. Wakati mwingine hakulala. Amelazimika kwa sababu ya field hii hata kumvurugia familia yake. Ahame atupishe ili field ipate kuingia. Mungu akubariki. Juhudi na nguvu zote ulizozitumia, basi mahali tulipokukwaza kama kanisa utusamehe, lakini ni Mungu anakuhitaji umtumikie. Sasa tuingie kwenye neno moja la muhimu kabla ya kuingia kwenye hubiri. Pastor Shigera nikusumbue. Pastor, naomba nimwazime sasa Pastor Shigera. Kwa ridhaa yako. Pastor Shigera njoo. Ninahitaji kwa ushirikiano wa maofisa wa field hii, jimbo dogo la kaskazini magharibi mwa Tanzania, kuwaleteeni kauli mbiu, neno la msukumo ambalo tutatembea nalo muda wote tutakapokuwa katika uongozi. Hili haliondoi zile kauli mbiu za kikanisa ulimwenguni kwamba nitajihusisha TMI au will go na kadhalika. Haziondoi,
Lakini sisi kama sisi katika field hii tunakwenda na msukumo huu. NWTC NWTF tutasema tunasonga mbele, unaweka kakoma, alafu kuutimiza utume. Tunasonga mbele kuutimiza utume. Sasa nimemuita pastor ili tuweze kwa mara ya kwanza kuzindua kauli mbiu hii kupitia katika kanisa hili mahalia. Hebu jaribu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kaa sawa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ni mwema wakati wote. Sabato njema, njema, njema. Aha, sasa kaa vizuri. Sasa ni North West Tanzania Field. Tuko sawa? Ni North West Tanzania what? Ni North West Tanzania what? Hapo ndio sawa. Ili na mwingine akae sawa. Sasa tutajibu kwa kufuatisha hayo maneno. Mimi nitakaposema North West Tanzania Field, halafu unasema tunasonga kutimiza. Bado kidogo. Hebu sasa tuyatamke hayo maneno ili nisikie kama mmekaa vizuri. North West Tanzania Field, tunasonga mbele kutimiza utume. Mnajekwa kwa hivi. Narudia tena. North West Tanzania Field, tunasonga mbele kutimiza utume. Mimi napenda kelele. Hivi mnafikiri hata Pastor Maende kwamba ni mpole sana? Injilisti kuanzia mstari wa 6. Bwana Mungu wetu alituambia huko Horebu. Alituambia huko wapi? Horebu. Akasemaje? Mlivyokaa katika mlima huu vyatosha. Mlivyokaa katika mlima huu mlima wa field hii sasa vyatosha. Imetosha. Geukeni mshike safari yenu mwende nchi ya milima ya Waamori. Geukeni. Fanyeni nini? Geukeni mshike safari yenu mwende nchi ya nini? Ya milima. Milima gani? Ya Waamori. Milima ya Waamori. Na mahali pote palipo karibu ya hapo. Na mahali pote palipo karibu na hapo. Katika hiyo Araba. Katika milima ya Araba. Na nchi ya vilima. Katika milima. Na huko Kaisho, sijui ni Bugabo, sijui ni wapi, na huko Shefera. Na huko Shefera mtapaita wapi hapo? Katika Kagera hii. Wewe utanipatia jina. Na Negebu. Na pwani. Na mfike mpaka pwani. Nchi ya Wakanaani. Nchi ya watu gani? Wakanaani. Ya Wakanaani. Na Lebanoni msiache kufika mpaka mto huo mkubwa. Mto wa Frati. Mto wa Kagera. Endelea. Angalieni. Sasa sikilizeni. Nimewawekea nchi mbele yenu. Huko nilikowaambia mwende, nimewawekeeni nchi mbele yenu. Ingieni mkaimiliki nchi Bwana aliyowapia. Ingieni mkaimiliki. Ingieni huko mkafieke misitu yote, watu wamuone Yesu. Haleluya. Nchi Bwana aliyowapia baba zenu. Hiyo nchi amewaapia baba zenu.
Ibrahim na Isaka na Isaka na Yakobo, na Yakobo, kwamba ya kwamba atawapa hiyo nchi atawapeni na uzao wao baada yao. Atawapeni. Amina. Sio ninyi tu, na uzao wenu na watoto wenu na vijukuu wenu na vitukuu wenu na virembwe wenu na hata virembwekeza. Amen. Ingieni. Haleluya. Amen. Mwelekeo wa hubiri la leo, natamani tushirikiane kutambua ya kwamba Mungu anasononeshwa moyo na kusitasita kwetu kusiko na sababu, na kuacha kuingia katika nchi ambayo ametuambia tuingie. Natamani mchana wa leo utambue kwamba kanisa liko tayari kuamsha ari yako ya kusonga mbele kimishonari kwa ajili ya field hii mpya. Mchana wa leo shauku yangu mimi ni kwamba tuimarishe imani kuwa Mungu ametutangulia mbele ya safari, na ya kwamba chochote tutakachokifanya ni kwa ajili ya mapenzi yake. Maeneo ambayo injili haijapenya, Mungu anasema ameshatutangulia huko, yuko huko, anatusubiria ili tuone ukuu wake. Hebu aya hiyo hiyo tuliyoisoma, angalia mstari wa 30. Hebu soma mstari wa 30. Sikiliza anasemaje. Mstari wa 30. Bwana Mungu wenu anayetangulia mbele yenu. Anayetangulia wapi? Mbele yenu. Ndiye atakayewapigania. Hata ukomee hapo. Ndiye atakayefanya nini? Wapigania. Maana kazi sio yangu. Hata mimi nimeletwa hapa, kazi sio yangu. Sina utaalamu, sina ujuzi wowote ya kwamba amenitangulia. Haleluya. Na Bwana akinitangulia, Pastor Kamanzi, huna sababu ya kusita sita. Pastor Garani, huna sababu ya kutahayari, maana aliyekutangulia yupo. Swala ni kuingia katika pori ili tuweze kuchoma mashamba ya Wafilisti, ili tuweze kuingiza injili pale. Haleluya. Neno lililotumika, ngoja niseme kitu kimoja. Ukiangalia mstari wa 6, jina Horeb limetajwa, na linapotajwa linatajwa kwa maneno haya: Bwana Mungu alituambia huko Horeb, akasema, mlivyokaa katika mlima huu vyatosha. Mlima wa Horeb. Naomba unisikilize tu. Hebu niazime masikio kwa dakika moja kuhusiana na Horeb. Horeb ni jina la Kiebrania lenye maana ya ukiwa, mahali pakavu, mahali pakame. Ndiyo maana ya jina la Horeb. Sasa Israeli anapotoka Misri kuelekea Kanaani, anafika Horeb. Horeb ni jina lingine la neno Sinai. Sinai maana yake ni mlima wa Sinai. Kwa nini wana wa Israeli katika maisha yako ni mafanikio? Unapokuwa umefanikiwa, unajisikia kuridhika na wala hutaki tena kujisumbua. Lakini Mungu amekufungulia ahadi kubwa ya pekee mbele yako. Usiridhike na mafanikio ya jana, usiridhike na mafanikio ya leo. Songa mbele. Songa mbele wewe mtu wa Mungu.
Kauli ya kusonga mbele ni agizo la Mungu, sio pendekezo. Hili sio pendekezo, na ni wale tu watakaofuata maagizo ya Mungu ndio wenye sifa ya kuingia mbinguni. Vinginevyo utabaki Horebu, vinginevyo utabaki jangwani. Hujaambiwa Horebu ndipo mahali unapopaswa kwenda. Unapaswa kwenda Kanaani. Kanaani ya wapi? Kanaani ya mbinguni. Haleluya. Geukeni msonge mbele. Geukeni msonge mbele. Geuka usonge mbele. Geuka ina tafsiri ya kuachana na yale maisha ya zamani, ili upate nguvu sasa za kuongozwa na Roho Mtakatifu. Vinginevyo huwezi ukasonga kwenda mbele ukiwa na yale maisha. Geuka. Kusonga mbele kulihusisha hatari. Hamjanielewa. Kwenda Bugabo sio jambo rahisi. Kwenda Kaisho sio rahisi. Kuna hatari, kuna waliotangulia kule, kuna wanyama wakali msituni, kuna shida nyingi kwenye huo msitu. Kuingia msitu sio jambo rahisi, ni mpaka uwe na silaha. Bali kwa msaada wa Roho yangu, ni kwamba si kwa uwezo wala si kwa nguvu. Songa mbele. Kauli ya songa mbele. Kauli ya kusonga mbele ni tendo la imani na utii pia. Kuacha kusonga mbele inaonyesha utovu wa nidhamu, inaonyesha ukaidi. Songa mbele. Kinyonge hakitaingia mbinguni. Na tunapozungumza habari ya kinyonge, ni yule asiyekubali kujihusisha kuwaeleza wengine habari njema na wao waokolewe. Wewe kwa mbingu, wewe ni mnyonge. Walichelewa kuingia Kanaani kwa nini? Kwa sababu waliogopa msitu ulikuwa ni mkubwa. Sasa Mungu anawahimiza waache hofu, waache uoga, wasonge mbele. Haleluya. Wana NWTF, songeni mbele, msiwe na wasiwasi, field ni yenu. Haleluya. Field ni yenu. Sisi tumeletwa tu kama wawezeshaji. Washiriki, sikieni, ujumbe ni huu: songeni mbele. Utume ni safari. Utume ni nini? Ni safari, sio tukio la mara moja. It's not an event. Ni safari ya kiroho, ni safari ya mwendo mrefu. Kwa lugha nyingine, ninachokiongea hapa ni kwamba TMI, total member involvement, ni maisha ya mtu jinsi alivyokubali kumtumikia Bwana. Kama Waisraeli walivyokuwa wakisafiri kuelekea Kanaani hapa duniani, sisi nasi tumeitwa kuingia katika nchi. Yaani nchi hii inayozungumziwa ni maeneo ambayo bado hayajafikiwa na Injili. Kuingia nchi ni kuingia katika maeneo ambayo Injili haijapenya bado. Ndio maana tunakuja na kauli mbiu inayosema tunasonga mbele kufanya nini? Kutimiza utume. Huo ni wito ambao unatuondoa katika hali ya kuridhika hii ndogo tulio nayo, ili tuweze kusonga mbele. Lakini kuna maeneo ya kiroho tunayotakia kuyamiliki. Vipo vijiji vingi katika mkoa huu wa Kagera. Zipo kata na tarafa nyingi katika mkoa huu wa Kagera, Chato pamoja na Kakonko. Na
tumetengeneza kanzidata ambayo kwa hiyo nilikuwa nikiangalia maeneo ambayo tumeyawekea rangi nyekundu katika jimbo hili la kaskazini mwa Tanzania. Kagera ni mojawapo ya maeneo mengi yenye rangi nyekundu, ikinionyesha ya kwamba unaweza ukakuta kata nzima, tarafa nzima haina hata kanisa la Waadventista wa Sabato. Kweli si kweli? Nani akawaeleze unachuchumilia kwenda mbinguni? Unakwenda na nani? Na Bwana anasema ni mpaka kila mtu afikiwe na injili kuwa nini? Ushuhuda, ndipo ule mwisho utakapofika. Kwa hiyo tunao wajibu mbele yetu wa kusonga mbele na kuingia nchi. Tumepewa agizo kama lile la Kanaani, tazama nimewapa nchi hii. Katika nchi hiyo kuna Waamori, kuna Wahiti, kuna Wahivi, kuna Waashuru, kuna kila aina ya makabila ya Kanaani, ambayo ili kuimiliki nchi hiyo ni lazima tuyashinde makabila hayo. Haleluya! Na kuyashinda makabila hayo ni wao wamuone Yesu Kristo. Haleluya! Habari njema na hii, tumepewa watu. Si useme amina? Tumepewa watu wa kuifanya kazi hiyo. Tumepewa muda wa kuifanya kazi hiyo. Kuna wakati muda hautakuwepo, lakini tumepewa rasilimali ya kuifanya kazi hiyo. Utulivu bila utume unazaa ukakasi wa kiroho. Kutulia Horebu, kwenye utulivu huo unaleta ukakasi wa kiroho. Tumeitwa kutotulia, tusonge mbele kwa ajili ya kazi yake. Tumeitwa kutembea kwa imani, si kwa kuona. Tusonge mbele kwa imani, maana Bwana ametutangulia. Tusiridhike na idadi ya makanisa yanayounda hii field mpya, bali tuwafikie wasiofikiwa. Hata Wahaya nao Mungu aliwafia. Hali ya kuridhika ni sumu ya utume. Wana wa Israeli walipokaa Horebu sana, walikosa kuiona nchi ya ahadi. Hivi si mnaelewa kwamba walioingia Horebu, walioingia Kanaani, sio wale walioanza safari Misri? Kwa nini? Walikaa muda mrefu pale. Na sisi tukikaa muda mrefu katika sayari hii ya dunia pasipo kufanya yale tuliyoagizwa kuyafanya, watakaoingia mbinguni ni wengine, sisi tutapotea. Ombi langu ni kwamba wote tutambue wito ulio mbele yetu. Wito wangu na wito wako NWTF ni upi? Tumtegemee Mungu, sio akili zetu wala sio hekima zetu wala namna nyingine yoyote. Tukubali kutii. Ahadi yake ni ipi? Tazama nimewapa nchi hii. Tukisonga mbele kwa utii, yeye atatenda. Bwana atubariki katika jina la Yesu. Amina. Tusimame tupate kuomba. Pastor, karibu kwa ombi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, muumbaji wetu, mfalme, tumekusanyika mahali hapa kukuabudu wewe. Na siku hii ya leo ya pekee ya Sabato, imekuwa Sabato ya pekee sana katika kanisa hili la Bukoba na katika ukanda mzima huu wa Kagera, Chato pamoja na Kakonko, ya kwamba jimbo sasa hili jipya la kazi yako, kituo na mahali ambapo sasa sauti zitapazwa na vikao vitakaa, mipango itawekwa,
maana tayari wasimamizi wa kamati hizo zote watakuwepo mahali hapa wakiisimamia na kuipanga kazi yako katika eneo hili. Jina lako Baba litukuzwe. Mara ya kwanza watu wako wameisikia sauti ya mtumishi wako iliyopazwa mahali hapa ya kwamba watu wote ni kusonga mbele. Hata wakisonga bila wewe hakuna kitakachofanyika. Ruhusu sasa Roho yako Mtakatifu aliye Mungu mwenye uwezo na msukumo wa kuwafanya watu kusonga mbele akawe katika kutano hili. Akawe kwa watu wako katika mitaa mbalimbali inayounda eneo hili, wakakaliwe na moto wa msukumo wa kuipeleka kazi yako. Na baada ya muda mfupi yakafurike makanisa, vituo vya makundi mbalimbali na mitaa ikiongezeka katika kila kona, na ikiwezekana Mungu huko mbele likazaliwe jimbo jingine kutoka katika jimbo hili. Rehema na neema zako Yesu Kristo zikae na kila mmoja wetu, na viongozi hawa pia wabariki na kuwatia moyo ya kwamba mazingira haya yakawe mazingira rafiki kwao na kwa familia zao, ili kazi yako ikapate kusonga mbele. Na wale wasaidizi watakao kuja kuchaguliwa hapo baadaye, wakurugenzi, waasibu, makeshia, wote watakao kuja kushirikiana nao, kawape mshikamano na umoja kwa pamoja, kama Israeli walivyoinuka kutoka Horebu wakaanza safari. Timu hii kubwa ikainuka kusonga mbele ka jangwa la mafanikio. Ukawabariki watu wako, ukatubariki sote kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, amen.